Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwa majina naitwa Athmani Omar Hassan Mogo, mwenyekiti wenu wa serikali ya mtaa. Nichukue fursa hii adhimu kabisa kwanza kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo ameweza kutupatia pumzi na uhai na nafasi ya kusababisha sisi wote kuwepo hapa. Lakini pia naomba nichukue fursa hii kuwapongeza walimu wote wa madrasa Masjidi Nur Mustafa katika chuo hiki na msikiti huu. Lakini pia kwa kipekee kabisa naomba niwashukuru viongozi wote, mashehe wote ambao wametoka umbali mrefu sana kuja kujiunga nasi katika mtaa wetu wa Magore. Lakini pia naomba nitambue uwepo wa mwenyekiti wa chama ndugu yangu Adam Magoma sawi letu la Nyang'ando. Lakini pia naomba nitambue uwepo wa mwenyekiti wa shina wa eneo hili mzee wangu Peter Itegana kama mzee moja. Baada ya kusema hayo, kwa pekee kabisa naomba kuwapongeza wanafunzi wote ambao wamesoma kama wamehifadhi juzuu hizi na ambao wote wameweza kupatiwa zawadi. Lakini pia kwa kipekee naomba nitoe shukrani zangu pekee kabisa kwa walimu ambao kwa hakika wamewafundisha vyema watoto hawa na wanaonekana kabisa wamekuwa na wamehifadhi katika maadili mema kabisa ya Kiislamu. Lakini nichukue fursa hii kuwapongeza wazazi ambao wameona ipo haja ya kuwaleta watoto hawa katika madrasa hii na kujifunza katika imani ya kidini. Niwapongeze sana wazazi. Lakini pia nimesikiliza risala hii nzuri. Wameanza kwa mabati, lakini Mwenyezi Mungu amebariki hadi kufikia jengo hili la kisasa. Watoto walikuwa wameanza kwa uchache, lakini kwa namna ambavyo risala imesomwa hadi sasa kuna watoto 185. Naomba niwapongeze sana wazazi, walimu na wakazi wote katika maeneo haya. Lakini risala imegusia mambo mengi muhimu sana, nami niseme ilikuwa niambatane na mheshimiwa mtarajiwa diwani pamoja na mtarajiwa mbunge anayegombea katika jimbo letu hili la Kivule. Lakini kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wao wameweza kushindwa kufika, lakini mimi nimewakilisha kama mwenyekiti wenu wa serikali ya mtaa wa Magore. Nami niseme nimeipokea risala hii, nasema nitaifikisha, lakini mengine nitaweza kushirikiana nao pale ambapo patabaki. Naamini kabisa kwa uwezo wa Mungu tutaweza kufanikisha jambo hili, waweza kuwashika mkono walimu hao ambao wameweza kujitoa kuweza kuwafundisha watoto hawa 185. Lakini pia nimesikia katika watoto 185 wako watoto ambao ni yatima na ambao wanaishi katika mazingira magumu. Naomba nami niseme katika hichi kidogo kwa uwezo wangu niliokuwa nao na Mungu ambao amenibariki, kabla na baada ya kupeleka risala hii, naomba kudhamini watoto 10 kwa kila mwisho wa mwezi kutokana na ada yao. Nitailipa mimi hadi pale uongozi wangu utakapokoma. Naomba hilo mlipokee wazazi. Kwa hiyo kila mwezi nitakuwa nalipa shilingi 30,000. Kama nimesikia vizuri, ada ya mtoto kwa mwezi ni shilingi 3,000. Maana yake watoto 10 ni shilingi 30,000. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa mtaa naomba ili nichukue kuwalipia watoto 10 kila mwezi hadi 2029. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akinipa uhai, afya, naamini hilo litawezekana. Lakini kama nilivyosema,
na yachukua risala hii na ipeleka kwa mgeni wetu rasmi. Naamini, ninamwamini, ninamtegemea sana. Hata ile bajeti ya pale chini milioni 1 kuna uwezekano ungekuwepo hapa leo ili jambo lingeweza kuisha hapa, lakini naomba nisimsemee, lakini naomba nichukue risala hii, nitampelekea, nitamwadithia kadri ambavyo nimeweza kusikiliza, lakini naye pia ataweza kusoma. Hivyo naomba nichukue fursa hii kuomba kwamba nitaiwakilisha na majibu yatapatikana. Lakini pia naomba nitoe pongezi nyingi sana kwa namna ambavyo tumeweza kuja na kuweza kuwakumbuka marehemu wetu na ndugu zetu ambao wametangulia mbele za haki. Hili ni jambo kubwa sana kwangu mimi. Kwanza leo imeweza kunikumbusha kumkumbuka na kumsomea baba yangu mzazi Omari, kwa sababu hayupo, yuko mbele za haki. Kuna uwezekano nisingepata nafasi hii leo, maana yake baba yangu leo mimi nisingeweza kukumbuka. Kwa hiyo naomba nichukue fursa hii kuwapongeza walioandaa maulidi haya, kwa sababu yameweza kusababisha tunaweza kuwakumbuka ndugu, majirani na wananchi wote ambao wameweza kutangulia mbele za haki, kwa sababu tunaamini kila nafsi itaonja mauti. Sisi sote tutarejea kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo naomba nipongeze juhudi hizi kubwa ambazo madrasa hii imejikita kabisa katika mtaa wangu mimi wa Magole kwa namna ya kuwaelimisha watoto hawa ili wakuwe katika maadili mema, ili waondokane na watoto wale ambao tunawaita watukutu ama kutojihusisha na masuala ya uvutaji bangi, madawa ya kulevya kadha wa kadha. Watoto hawa 185 maana yake yameenda kuokoa kizazi na kukifundisha katika maadili mema ya kumtumikia Mungu, kwa sababu wamesema na sheria. Maana yake wanafundishwa masuala yote ya kuwa na imani, ya kumwogopa Mungu na kumheshimu mtu mwingine yoyote na kuishi katika maadili mema katika mtaa. Hivyo ndio naendelea kuwapongeza walimu na wazazi kwa kuleta wanafunzi wenu hao. Naamini mtakuwa mmeokoa watoto wengi ambao hatukuweza kuwategemea, lakini watoto hao sasa wanaenda kuwa watoto wema, na tumeona hapo watoto wamepewa zawadi, wameweza kuhifadhi juzuu, mwingine 1, 2 mpaka 3. Kwa kweli niwapongeze sana watoto hao, lakini pia naomba niwapongeze sana walimu wao. Ndugu zangu, mimi toka nimechaguliwa ninayo miezi 9 tu, lakini yapo mambo makubwa sana ambayo nimeshirikiana na nyinyi wananchi wenzangu. Mambo yote ambayo mmenitwika mzigo kichwani kwa maana ya kunituma mimi mwenyekiti wenu, nimeweza kushirikiana nanyi kwenye masuala ya kijamii yote. Pale ambapo Mwenyezi Mungu amenibariki, nimeweza kutoa cha kwangu cha mfukoni ili kushiriki katika shughuli zote za kijamii, na ndio maana mnaniona hadi leo niko siku huu hapa. Maana yangu kubwa ni kuungana na nyinyi wana Magole wenzangu katika jambo jema kabisa kama hili. Lakini pia naomba pia niwaambie katika namna ambavyo tunaweza kushirikiana katika jamii. Toka nimeingia tumekuwa tukishirikiana katika masuala yote ya misiba. Tunaamini msiba hauna taarifa. Nimekuwa mwenyekiti wa kwanza kuchangia walau kilo 10 kila msiba unaopatikana katika mtaa wangu wa Magole. Lengo langu ni kuweka pale ambapo kumshika mkono mfiwa, kuona namna gani kama mwenyekiti na shiriki katika jamii. Lakini wananchi wenzangu, shehe wangu hapo wamesoma, ameiombea nchi yetu mema na ameombea dua. Tupo katika kipindi muhimu na kipindi muhimu kwelikweli. Tarehe 29 ya mwezi wa 10 tunaenda kwenye uchaguzi mkuu, tunaenda kuwachagua viongozi wetu. Mimi mlichagua, sasa tunaenda kuchagua viongozi watatu. Hao viongozi watatu wanaenda kuungana na mwenyekiti wa serikali ya mtaa ili kuweza kusababisha kupata maendeleo katika kata na katika mitaa yetu. Nawaombeni sana wananchi wenzangu, nawaombeni sana, nawaombeni mno. Shehe amesoma,
dua ya kuutakia heri uchaguzi wa tarehe 29. Naombeni kila mmoja itakapofika tarehe 29, jirani, kijana, naombeni tuichukue nafasi hii kwenda kuwachagua viongozi, tukamchague diwani katika kata ya Kivule, lakini tukamchague mbunge katika jimbo letu la Kivule, lakini pia twende tukamchague Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa inayetokana na Chama cha Mapinduzi, na natambua kuwa mchakato wa vyama vingi ndio uliokuwepo, lakini kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa inayetokana na Chama cha Mapinduzi, basi niwaombe sana wananchi wenzangu, mwende mkawachague viongozi hao wanaotokana na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu hao ndio ninakaa nao kuona namna gani wananchi wetu tunaweza kupata maendeleo. Kwa hiyo nawaombeni tarehe 29, Mwenyezi Mungu akiwabariki afya, uhai na uzima. Tuamke, pendeni asubuhi tukapige kura katika mtaa wetu wa Magole. Mtaa wetu wa Magole tuna vituo 20. Kituo cha Nyang'ando kutakuwa na vituo vitatu, matenti matatu. Kila tenti moja tunategemea wapiga kura wawe 450. Maana yake utapiga hesabu, kituo cha matenki ya maji 430 mara 3, ndio wananchi wanatakiwa waende wakapige kura. Hivyo ndivyo ilivyo pale serikali ya mtaa katika ofisi yao. Lakini Magole stendi kuna vituo 14. Kwa hiyo tunategemea kabisa wananchi waliojiandikisha 9,000. Tarehe 29 wote tutaamka asubuhi na mapema ili tuweze tukapige kura. Baada ya kusema haya, naomba niwatakie maulidi njema ambayo msimamizi wa ulinzi na usalama katika mtaa, na mimi mpo sehemu salama na mpo huru, hata mkisema mkeshe hapa ruksa, na hapa mlipo mnalindwa na vijana wetu walioko hapa. Lakini pia naomba niwaombe dua maustadhi hawa ambao wametoka mbali wamekuja kujumuika nasi, lakini pia niwashukuru, nimeona hapo shehe kutoka msikiti wa Kivule hapo na wenzangu hapa, wote sisi tumekuja kushirikiana katika namna moja. Hivyo baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru sana, asanteni sana, tuko wote wakati wote saa yote, asanteni sana. Shukrani sana mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa Mwalimu Othmani. Baada ya maneno hayo, muhajirina sasa aswaida, lakini baadaye amegusiwa mkuu chama uliokuwa naye hapo ni mwenyekiti wa vijana Chama cha Mapinduzi kwa Machungwa, na mimi nilishika maiki hii ni katibu wa wazazi kwa Machungwa. Kwa hiyo tuko pamoja na tunasema mapigo matatu ndio